Tunataka Watanzania wafahamu kuhusiana na huduma ya udhamini wa umma ambayo inatolewa chini ya taasisi ya RITA, chini ya kabidhi wasii mkuu. Watanzania wafahamu kwamba huduma hizi za udhamini wa umma, pale anapotokea mtoto wa chini ya miaka 18 ambaye mali zake hazina msimamizi, basi hapo udhamini wa umma unaingia. Lakini anapokuwepo au zinapokuwepo mali ambazo hazina mwenyewe, tunawaomba Watanzania waweze kutoa taarifa pale kwa kabidhi wasii mkuu ambaye ni mdhamini wa umma chini ya taasisi ya RITA, ili na zenyewe ziweze kuchukuliwa chini ya udhamini wa umma. Lakini anapokuwepo tuseme mrithi ambaye ana changamoto za akili lakini hana mtu wa kusimamia mali zake, hapo pia udhamini wa umma unaingia. Kabidhi wasii mkuu amepewa mamlaka hayo chini ya sheria. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kutoa wito kwa Watanzania, na tutaendelea kutoa elimu hii ili Watanzania waweze kuelewa kuhusiana na huduma za udhamini wa umma. Siku hii ya leo natoa msisitizo kwa Watanzania waweze kutoa taarifa ya watoto ambao wako chini ya miaka 18 ambao ni warithi na mali zao hazina wasimamizi, waweze kutoa taarifa katika taasisi ya RITA kwa kabidhi wasii mkuu kwa ajili ya taratibu za kufanya udhamini wa umma, ili mali hizi ziweze kusimamiwa kwa utaratibu uliowekwa kisheria na wanufaika wale waweze kupata haki yao. Kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika jambo ambalo ameliwekea msisitizo ni pamoja na kuweka msisitizo kwamba katika kuhakikisha udhamini wa umma ufanyike katika minajili ambayo itahakikisha wale wanufaika wanapata haki zao. Lakini kuna mazingira ambayo unakuta mali zipo ambazo hazina wenyewe. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo Watanzania pia waweze kutoa taarifa. Lakini kuna mazingira kwamba wale wanufaika au warithi wana changamoto ya akili, labda tuseme mmoja, ama wana changamoto ambayo hazitowezesha wao kuzisimamia zile mali vizuri wanazorithi, basi udhamini wa umma unaingia hapo, na kabidhi wasii mkuu amepewa mamlaka kisheria kufanya kazi hiyo. Siku hii ya leo tumeweza kushuhudia mmoja wa wanufaika wa udhamini wa umma, Bi Ana Zambi, ambaye leo hii wazazi wake walifariki, wazazi wake na familia yake nzima ilifariki, na alikuwa ana chini ya umri wa miaka 18. Alikuwa kipindi hicho 2019 ana miaka 16. Lakini baada ya watu wa ustawi wa jamii kutoa taarifa katika taasisi yetu ya RITA na kabidhi wasii mkuu akifanya majukumu yake ya udhamini wa umma, wameweza kusimamia mali za binti huyu, na mpaka leo hii tumesherehekea naye akiwa anahitimu chuo kikuu shahada ya kwanza ya sheria, na mwenyewe ana ndoto kubwa. Anasema siku moja anataka kuja kuwa judge wa mahakama ya rufani, ili na yeye aweze kusimamia haki za watu wengine, kwa sababu ameona haki zake zilivyosimamiwa chini ya uongozi wa serikali hii ya awamu ya 6, lakini kupitia kazi inayofanywa na kabidhi wasii mkuu ya udhamini wa umma, na haki yake anaona ameweza kupatiwa, na amefika umri wa miaka 18 wakati wowote akitaka kukabidhiwa mali zake sasa, kwa sababu amefika umri wa mtu mzima anakabidhiwa na anaendelea. Lakini akiwa yuko chuo, yeye mwenyewe kwa kuridhika na huduma ambazo amekuwa akipatiwa, akiwa yuko chuo aliomba, amefikisha miaka 18 lakini akaomba, naomba muendelee kusimamia mali hizi mpaka nitakapohitimu chuo. Na sasa amehitimu, na kwa wakati wowote atakabidhiwa mali zile ili aweze kuendelea na maisha yake. Tunaona amehitimu chuo, ataendelea na elimu, atafanya kazi, ameshakuwa mtu mzima, maisha yake yataendelea, haki yake imesimamiwa. Hii misingi yote imewekwa kwa minajili ya sheria, na naomba Watanzania, kwa mujibu wa sheria inayompa mamlaka kabidhi wasii mkuu aweze kusimamia masuala ya udhamini wa umma, ni pamoja na kuhakikisha kwamba katika mirathi wale wanufaika wanapata haki zao na stahiki zao. Kwa hiyo panapotokea changamoto yoyote na hapa jamii kwa pamoja inabidi tushirikiane, na hata leo nimetoa maelekezo kwa taasisi hii ya RITA kuweza kutoa elimu katika jamii kupitia nyenzo tofauti,
vyombo vya habari, kuzungumza na wadau mbalimbali, kushirikiana nao ili Watanzania wafahamu na waweze wao kama sehemu ya jamii kutoa taarifa pindi wanapoona kuna matukio ya namna hiyo, wale beneficiaries au warithi wanapokuwa wanadhulumiwa, lakini kabidhi wasihi mkuu yupo kwa ajili ya kuhakikisha haki inatendeka. Lakini vivyo hivyo tunasema jamii yetu iweze kutoa taarifa kwa wale watoto ambao ni warithi lakini wako chini ya miaka 18 na hawana wasimamizi wa mali ambazo wao wanapaswa kurithi, basi watoe taarifa ili kabidhi wasihi mkuu aweze kutekeleza majukumu yake aliyowezeshwa kisheria. Lakini nimezungumza na kutoa wito pia kwa wananchi waweze kutoa taarifa pindi kunapokuwa na mali zisizo na wenyewe, na zenyewe mali hizi wazitolee taarifa kupitia ofisi za RITA ili na zenyewe ziweze kuchukuliwa katika udhamini wa umma. Vivyo hivyo pia kwa wale wenye changamoto ya akili, unakuta mrithi ana changamoto ya akili, hayupo katika mazingira ya kumwezesha kusimamia mali au hana wasimamizi wa hizo mali, basi mdhamini wa umma anaingia hapo, amewezeshwa kisheria kuhakikisha anatoa huduma hii. Na RITA kwa kweli wamekuwa wakifanya hii kazi na tutaendelea, na nimetoa msisitizo na rai kwamba tuendelee kuwaelimisha Watanzania ili waweze kujua kuna huduma kama hizi na wapo wanufaika. Mfano nimetoa ni Bi Ana Zambi ambaye yeye amepoteza wazazi wake na amesimamiwa mali zake mpaka leo, amehitimu elimu yake ya chuo kikuu na mali zake zikiwa ziko salama na wakati wowote atakabidhiwa. Katika kutekeleza hili jukumu la udhamini wa umma, tunasimamia mali zisizokuwa na wenyewe au mali za wenyewe ambao wana matatizo ya afya ya akili, lakini tunasimamia mali za watoto walio chini ya umri wa miaka 18. Na tunapokuwa tunasimamia zile mali zote zinakuwa chini ya ofisi ya kabidhi wasihi mkuu. Yeye ndio anakuwa ndio mamlaka mpaka pale yule mnufaika atakapokuwa amefika, kama ni mtoto anakuwa amefika kwenye umri wa kuweza kumiliki mali, yani zaidi ya miaka 18. Kama ni mgonjwa, alikuwa ni mgonjwa, basi amepata matibabu na amepata afya. Lakini mali wakati huo zote zinakuwa chini ya ofisi ya kabidhi wasihi mkuu. Ndugu wanakuwa hawana mamlaka na zile mali. Zile mali zitakuja kurejeshwa kwa yule mnufaika na zile mali. Kwa mfano kama hizi mali za binti yetu Ana Zambi baada ya wazazi wake kufariki, zile mali tulizisimamia sisi kama kabidhi wasihi na mdhamini mkuu wa serikali, na Ana Zambi sasa hivi ana miaka zaidi ya 18. Kwa hiyo sisi tutafanya utaratibu wa kuhamisha ule umiliki kutoka ofisi ya kabidhi wasihi mkuu kwenda kwa Bi Ana Zambi ambaye ndio atakuwa mmiliki halali wa zile mali. Baada ya wazazi wa Ana kufariki, zile mali zilikosa usimamizi mzuri baina ya ndugu. Kwa hiyo ustawi wa jamii wakaamua kulipoti kwetu sisi kama wasimamizi wa umma, lakini sababu ilikuwa ndugu walishindwa kuzisimamia zile mali ipasavyo. Kwa hiyo wakaamua walete kwa mdhamini wa umma ili aweze kuzisimamia zile mali. Lakini kama ndugu wangeweza kuzisimamia zile mali ipasavyo, usingekuwa na haja ya zile mali kusimamiwa na kabidhi wasihi mkuu. Naomba niishukuru Wizara ya Katiba na Sheria kupitia ofisi ya kabidhi wasihi mkuu na mdhamini wa umma kwa kuzisimamia mali zangu na pia kuniwekea mazingira bora yaliyoniwezesha kusoma hadi kufikia hatua hii na kuweza kuhitimu shahada yangu ya kwanza ya sheria. Mimi nimekuwa mnufaika wa huduma ya serikali kupitia mdhamini wa umma ambaye pia ni kabidhi wasihi mkuu anayeongoza taasisi ya RITA iliyo chini ya Wizara ya Katiba na Sheria. Wakati nikitoa shukrani zangu, kuna wananchi wengi wa maeneo mbalimbali nchini walio na uhitaji sawasawa na niliokuwa nao mimi na wanastahili kupata huduma chini ya mdhamini wa umma. Naiomba serikali isiishie kwangu tu, bali iendelee kutambua na kuwasimamia watoto na wananchi wengine ambao wanahitaji usimamizi wa mali zao. Napenda kufahamisha kuwa kutokana na hatua ya elimu niliyoipata, naahidi kuitumia
kuisaidia jamii wahitaji katika masuala ya sheria ili kuhakikisha haki zao zinalindwa.